Wanandinga safari ya Chamazi. Natumia daladala tumie. Zuri, nyosha mkwaju kule unakwenda kule ndani. Wanaandika bao Toto African. Goli la ajabu kabisa jioni ya leo. Shuti kali, John Tegeta anashangilia kwa nguvu zote. Wanakisha mapanda ambao wanaonekana kufanya kazi murua kabisa. Wanakwenda katika kibendera. Wanashangilia kwa nguvu zote wachezaji wote. Hawa ni bana, leo unaweza kujiuliza maswali mengi sana. Kwa nini niko Chamazi? Waziri Junior anakaa Chamazi. Huyu si wa Mwanza, Mwanza Tanga. Ndio maana nimemfuata leo Chamazi hapa. Yaani huyu hapa ndo maskani kwake. Kwa hiyo maswali mengi hata nayo kujiuliza mbona yuko Chamazi leo, kijiwe gani? Hiki ndio kijiwe chake na wana ila mwana mwingine kabisa akina Dumayo akina Imidioto washikaji. No. Nikiwafumania wanapita hapa na wakamata na watia hapa. Na waweka hapa. Waziri, kwanza Toto. Kwanza ongea ndugu yangu. Ongea maana sio masiara. Mnakula kuku mara ngapi hapa? Kuku mara ngapi? Hapa kuku kila siku. Kuku vipi? Halo. Kila siku. Toto, achana hiyo simu. Toto mnakula kuku mara ngapi hapa kila siku? Toto samaki nyama. Kuku hamna. Samaki nyama. Toto samaki na nyama kwa sababu Mwanza samaki. Toto samaki nyama. Mechi inakuwa rahisi. Mimi wachezaji hawana timu. Yaani mchezaji hawezi kusema mimi bwana timu yangu timu fulani, kwa hiyo naenda pale nacheza kulegeza ili nisaidie timu fulani, hamna. Toto na Yanga kama wanaubia basi ni kwa viongozi. Mimi sasa naubia umesema ndio hivyo. Mechi inakuwa rahisi. Rahisi kwa mtazamo, yani wanavyoona kwamba mechi hii rahisi kwa sababu ishazoeleka. Lakini hamna urahisi kwenye mechi. Sababu hata ukiangalia mechi ya mwisho Taifa, umeona mechi ile. Sio kweli. Ile simu ilikuwa mnashuka daraja? Ile ndio tunashuka daraja. Hamna. Hiyo simu yako kati uko Toto hiyo. Ile ndio kati uko waza. Nipo interview kidogo. Sorry. Ni smartphone. Sikia. Unaona mwenyewe hapo na simu ile kwa Toto kweli. Anasema sana. Kwa nini sasa mechi na Simba inakupo mbinde? Yaani wale Simba kisikia leo mechi na Toto.
Simba au ndo umeenda Ukerewe? Simba kwa historia Simba ameenda Ukerewe, mechi na Yanga mnabaki papa ya Mwanza la Kairo. Yaani kwa mimi kwa sababu nimeenda pale msimu wa kwanza 2015-16. Kufika pale nikaambiwa bwana, Simba wanatuogopa. Yaani ndio timu ya kwanza na ndio nimekaribishwa, Simba wanatuogopa. Kwa hiyo ile confidence ikaendelea, tukikutana na Simba tunaona tunakutana kama na timu kama Tanda. Sio kwamba ile mechi na Simba wanaweza Ukerewe. Wewe Kimwage! Njoo bwana wewe. Na mazoezi yako ya mguu hayo. Mguu gani usiopona huo? Kwenda Ukerewe ni kama Simba ameenda Ukerewe. Ni kempu kuweka kambi. Na Yanga ameenda Ukerewe. Yanga kuna sehemu nyingine Kisesa huko, kempu nako. Kwa hiyo mechi na Yanga Kisesa. Kisesa si pale Mwanza. Na Ukerewe Mwanza. Bana waziri. Wewe wa wapi? Yani kwenu wapi? Tanga. Kimwaga huyo. Njoo mwanangu. Njoo mwanangu, tupigie story hapa. Tuko na waziri hapa. Bana vipi? Fresh. Mguu vipi rafiki? Mguu fresh sasa hivi, namshukuru Mungu. Sasa hivi? Fresh, namshukuru Mungu mbabie. Huu ni ule mguu wa mwanzo au mwingine huu? Huu ni ule. Bana mguu ule wa mwanzo ndio ule utapata majeraha? Au Kimwaga utulii mambo fulani? Hamna. Kawaida tunilumia tu kitu kidogo, so ngoja ile injury ya mwanzo na ulienda South Africa au ulikopo wapi? South Africa na. Ile South Africa. Walikosea wapi kama mguu wote na ulijana huo? Hakuna walipokosea, kwa sababu issue nilikuwa nimeumia ni tofauti na ambavyo alikuwa amenitibu mwanzo. Tena ngoja kutafuta wewe. Bana lile goli Kimwaga na kukumbusha mbali kweli. Ulibahatisha. Ulimchungulia Batezi kasogea. Au ulilibutua tu pila, ni ulilibutua tu ya mipira. Kiukweli wakati ule mpira ilikuwa ni counter, kapiga triple. Ule mpira kati nakimbiza Batezi alikuwa nimemwona kabisa step yake ya kwanza alikuwa anatoka. Alafu ule mpira ulikuwa umejaa kwenye. Subiri. Msikie Kimwaga analizungumzia lile goli. Maana yuko mtaani, kabahatisha yule alilibutua tu. Kumbe wakati kama hajapewa pasi, yani kama pasi haijaje ushamchungulia? Batezi alikuwa anatoka. Kabla ya mpira hujaja alikuwa ameanza kabisa kumove. Kwa hiyo ulipokuja tu ukaotea usakalida alisogea mbele huyo. Na pia kwa sababu ulikuwa umejaa vizuri kwenye mguu wangu. Mwanangu lile goli nikilikumbuka lile. Si masiara. Ulijisikiaje yani kuwaokoa Azam kwa muda ule? Kwanza ilikuwa ni mechi yangu ya kwanza, nimetoka katika academy na nilikuwa ndo nimepandishwa mechi ya kwanza. Kwa hiyo nilikuwa na furaha sana kwa kweli. Simba ilikuwaje mwanangu kule tena mwanangu? Msumari sio robo sio nini? Ilikuwaje Simba ulishinda tena kukaa tena mzee povu? Safari yangu ya Simba ilikuwa mbaya, ila ilikuwa nzuri. Ila tu ni changamoto tu za maisha ambazo nilikutana nazo, lakini ni vitu ambavyo vimenisaidia mimi katika maisha ya mpira pia. Mwadui same. Waziri Junior unajua sana mpira. Kwenye maisha yako ya toto. Simba, Yanga na Azam. Timu gani hapa ushai nyanyasa sana? Yaani kwamba leo tunaanza na Azam leo. Agrey Morris namlalia tu Agrey tena Agrey. Kwanza Agrey ananijuaga namlalia tu. Timu gani ambayo katika hizi tatu? Nani ushai kumfunga katika hawa watatu? Azam away. Kumbe hata Azam tena hadi mfunga hadi Azam mwenyewe. Na Azam ulimfunga wapi? Mwanza hapa. Mwanza. Alipiga goli John Boko dakika za mwisho na kuja na equalizer. Mechi ilikuwa 1-1 inaisha. Niba mkiwa Mwanza wagumu. Kioga Mwanza wagumu sana. Hiyo goli ilikuwaje? Kwa sababu uwanja ulikuwa na maji. Alipiga counter golikipa. Mvua zenu za Ukerewe zile. Alipiga golikipa counter nikakutana nayo. Alikuwa wawa ule mpira ukadunda ukampita. Kumpita akakutana nao Jafari akaipiga ndani. Sasa nikakutana na beki Morris. Nikageuka ndo nikapiga na mguu wa kushoto.
Bana, umeoa au? Sijaoa. Unasubiri nini tena? Kuoa mipango na kujipanga, sababu usikimbilie kuoa tu. Nake goti tuangalie wala liponi. Sawa, tatizo sio goti, tatizo chini. Tutakuwa kama show ya Kimwaga. Hamna. Ni issue, unajua maumivu yanatokea tu muda wote. Umepita Simba, umepita Azam, Kimwaga. Kuwa mkweli. Yaani umepita Simba, umepita Azam, umepita Mwadui. Vipi maisha ya Azam na huko ulipotoka? Yaani huduma zake, maisha yao, jinsi alivyo, uwekezaji wao, yani vipi? Yani unaweza kukompea na hizo timu nyingine au? Maisha ambayo nimeishi Azam kwanza ni tofauti, kwa sababu kwanza hapa ndo nilipokulia. Nimeanzia mpira mimi nikiwa Azam baada ya kutoka kwenye Coca-Cola. Shukrani na Azam nikaanzia hapa. Kwa hiyo maisha yangu mara nyingi nilikuwa naishi hapa Chamazi. Ilikuwa ni taratibu, lazima iwe hivyo. Maziwa asubuhi, sausage, samaki mkubwa, mchana sijui kitu gani nini, unajua alafu umeenda kwenye miogo. Hamna, ujue na huko nilipo, kwa mfano kizungumzia Simba nilipewa nyumba, nilikuwa naishi mimi na Majegwa na Vicente. Tulipenda kuishi hivyo kwa sababu tulitoka wote Azam. Kwa hiyo tukapenda tukae sehemu moja. Hapa lakini unaishi hapa Chamazi. Hapa sasa hivi nakaa Chamazi, lakini kuna nyumba nishapewa iko nyuma ya camp. Sio mbali sana, lakini ni nyuma huko. Maisha ya camp unachukuliaje? Maisha ya camp ni kwanza mguu umepoa muda gani? Mguu nimepoa miezi 4. Nilipoa wiki 6 nisifanye chochote. Kuna baadhi aina ya mazoezi walinipa, nikawa naendelea nayo kwa ajili ya kuupa power na kuchezesha vinini kifundo hichi. Hivi Kimwaga, injali kurupu ndo umeipata huko Karungu yeye. Uko vipi? Ungeenda South Africa si wapi? Siwezi au ndo kupitisha bakuli tena? Siwezi kusema hivyo. Sema. Bado wewe Azam wa kulia. Hakuna singeenda kwa kweli. Hakuna singeenda. Swali hili nikimkamata Orlando, meneja akipita Orlando hapa tuko Chamazi hapa muda wote wanapita mabwana, akipita mtu yote sijui ibidi mau sijui Shwaboy Agrey wote mimi wanangu mimi wanandinga wanangu, namkamata hapa namuuliza swali, hivi nyinyi Azam nyinyi mbona unajua mimi mwenyewe najuta kwa nini nimeacha mpira mapema, yaani naoneni gere kishenzi. Kwa nini ubingwa inakopo issue? Kuna nini? Sababu je, ubingwa kama unauona hivi, yani kama unauona hivi lakini sio ile kama unatishiwa asali ile, yani asali afu mtu ile anaitoa. Kuna nini? Hebu hilo swali muulize Kimwaga. Wewe nataka kujibu wewe wakulia. Hilo swali kwa kweli kwangu ulijibu ndio kwa mtihani. Hebu muulize kwanza Kimwaga. Alafu unapiga chupa teke wewe pale kwenye bench wewe. Unakwenda mara kwa mara. Sasa unajua pale unakuwa tafuta point 3 kaka. Sasa point 3 upige chupa teke. Chali. Upige point 3 nani chupa pale kwa sababu unaona kwa Chali. Kuna vitu umevikosa pale. Kwa sababu point 3 sio masiala kaka. Kwa nini ubingwa inakopo issue? Kwa mimi ngizungumzia inshallah tarehe 24 ushaingia usiku. Sio tarehe 100 kama. Kwa mimi nikizungumzia ubingwa kweli katika timu yetu unakuwa ni issue, lakini kwa mwanzo kutokana na system ilivyokuwa ilivyo kwenye kuendesha ligi, kwa sababu tumekuja kuona mambo mengi yamekuja kuibuka sasa hivi ya mambo ya kirusha ambayo yalikuwa yanatokea, lakini haya yote yanatokea kwa sababu na imani kwamba kuna system ambazo zilikuwa sio za kweli, ambazo zilikuwa zinatubana sisi kama timu, kwa sababu mfano vitu vizuri ni hivyo vya rushwa ambavyo sasa hivi vimeonekana. Na imani kwa kipindi hichi ni mtu kujipanga mwenyewe kwamba yoyote anaweza kufanya lolote, atokea yoyote kawawini, kwa sababu sidhani kama kutaingia figisu tena. Wewe mchezaji winga gani unayempenda Tanzania? Winga mimi ambaye nampenda na kwa sasa hivi yani kipindi hiki ni Simon Msuva. Msuva kwa Morocco bana, anakwambia Tanzania sasa. Au wapi? Mimi winga wangu ananivutia yani. Hata kama yuko Morocco sasa hivi.
Waziri Junior, mzee wa Lushoto Kwa miiba nyie. Miba Pangani. Pangani watu na Tanga yote. Miba Pangani bwana, babu vipi? Tanga kuna mzima. Niambie, Lushoto pale ulianza kucheza timu gani Lushoto? Timu yangu ya wilaya. Timu yangu ya kitaani Dochi pale. Timu ya kitaa tu ulifikaje sasa Mwanza? Nyinyi wazaje mpira mnahangaika nini na njaa nyinyi? Sasa Lushoto mpaka Mwanza kweli? Mwanza nilipata wakati nipo home. Asubuhi tu nikapigiwa simu bwana, Tanga kuna mashindano ya Shimuta. Mashindano ya mashirika yale. Njoo bwana tunataka striker. Ukaenda kula ndondo maana yake ufanye kazi. Nikaenda kupiga ndondo. Nilikuta ndo mechi ya 3 wakishinda hiyo wanaingia robo finali. Basi nikaenda tukashinda 1-0. Alipiga mshikaji mmoja kwenye penalti nilidondoshwa mimi akapiga yeye. Tukaingia robo finali tukapiga mtu 4 nikatupia nusu finali mpaka finali tukabeba ndoo. Basi ile shirika likanambia bwana Mei Mosi inabidi twende Mwanza. Nikamwambia haina noma. Kabla hujaja Azam kuna timu ngapi zilikuwa zinakutaka? Maana najua uwezo unao. Almost zote. Stand sio unakutaka stand wewe. Yaani zote yani karibia. Kwa hiyo stand sio Mwadui. Stand Mwadui. Lakini ukwenda. Hapo Azam alikuwa bado. Imekuwaje kwamba uligoma kwenda? Msimamo tu. Sababu nilikuwa nalenga. Mimi nilikuwa nalenga timu 3, Simba, Yanga, Azam. Au ndo mzee Abu, maana mzee Abu, mzee Abu unamjua? Hamna. Yule mzee mmoja wa Mwanza pale. Yule mwenye mzee mmoja hivi anaipenda sana toto. Mzee Abu simpati. Okay. Kwa hiyo ulikuwa na msimamo. Msimamo umeupata wapi? Yuko mtu ameshika remote nyuma au wewe mwenyewe tu? Mimi mwenyewe tu. Yes, siku ya kwanza umesikia fununu Azam wanakutaka. Sawa, kwa sababu hakuna mchezaji ambaye Simba ukwendo huo, Simba, Yanga, Azam. Watatu au mmoja hapo akikutaka. Nilisikia mimi kuna mtu aliyesikia anatakiwa na Yanga akapanda basi mwenyewe. Yaani akawahi kujiandaa. Alikuwa yuko Mbeya. Jina lake nalifuata. Yaani yeye aliposikia tu fununu Yanga wanakutaka zile, afu Yanga akapiga simu kweli. Basi yeye alitangulia usiku kujiandaa. Wewe uliposikia kwamba fununu Azam wanakutaka, afu kweli Azam akakupigia simu, ulikuwa? Mimi kwanza nilikuwa nataka niitetee timu yangu Toto Afrika. Mechi ya mwisho tulikuwa tunacheza na Mtibwa. Toto wewe. Tulikuwa tunacheza na Mtibwa. Mechi ya mwisho na Yanga. Mtibwa. Mtibwa okay. Kwa hiyo akili mimi ilikuwa kule. Tumalize kazi alafu ndo watu waondoke. Mara ukapigiwa simu. Baada ya mechi sasa ndo narudi nyumbani ndo simu. Ile simu ndo umeipokea pap na Soro Idrisa Pafadha. Jitu moja hivi linacheka muda utajaenda unataka ukimtia kibao yeye anacheka tuna Soro Idrisa. Na Soro Idrisa Pafadha hapa bwana tunataka huduma yako, ulikuwaje? Kwa sababu ilikuwa ni matarajio, nilijisikia vizuri. Nilikuwa happy. Ukasema mikuku hiyo. Najua siku ya kulala niliposikia simu. Alikesha jalala kweli. Waziri ana control sana ya mpira. Lakini watu wengi majuaga mimi nafanya soka kijiweni na wanangu hawa kama vile hamna kitu. Leo mtaenjoy na mtoanishai Waziri. Najua una skills nyingi sana kwanza Waziri. Nataka kwanza hapa tuucheze mpira kwanza hapa kidogo tuucheze. Wakati mazungumzo yote yataendelea. Kabla kwanza tujaendelea. Madogo vipi? Wewe nani unaitwa nani? Mimi naitwa Biudi Karibi. Umetokea wapi? Mimi nimetokea Msoma. Musoma? Musoma tena. Musoma na hapa. Uko Azam Kids au? Au kuja kwenye trial? Mimi nimekuja kwenye trial. Kutoka Musoma? Kutoka Msoma kabisa. Jamani ndugu yenu wa Musoma watakuona. Na ndugu yangu shoko matokeo wapi? Ami
nafahamu. Zanzibar wapi? Mwera napafahamu, Mwera napafahamu. Kushaja sasa hivi kule tena sema ya kujenga Mwera hakuna. Bana, sina team, niko free. Na maagent watatu. Hafizi Mubaraka bin Klebo. Namba yake nitawapeni kama nataji huduma yangu. Najua Simba, Yanga, Azam ulimi unawatoka. Alafu kuna mwanasheria wangu Samir Nahadi Shanto. Na meneja wangu kwa nje Kalimangonga Samdani Rampli Mtolo. Bana, shaka sana hapa Chamanzi. Umefika. Tunajua tena mambo ya Chamanzi tena. Leo kuna nini kule kantini? Kantini kuna nini? Kuna vyote leo vipo. Kuna pilau, kuna matunda. Kwa ushuhuda wewe tu. Bayo mtanisubiri hapa na Ngaroka Faraji Makabila mtasubiri hapa. Mimi na wanangu tunaenda kula. Mimi mtaenda kwa Faru.